Mpenzi msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo nakuletea neno la siku Ijumaa ya leo kutoka Zaburi ile ya 2 mstari wa 8. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Mpenzi msikilizaji, msisitizo wa neno hili ni kuomba. Na Ijumaa ya leo ni mwisho wa mwezi wetu, mwezi wa 5 kuelekea mwezi wa 6. Kuna maombi yetu yanasema maliza mwezi na Bwana, anza mwezi na Bwana. Tuna maombi ya siku 3 ambayo yanaanza Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, ambayo yamebeba agenda ya kufungua njia. Kwa nini tufungue njia? Kitabu cha Ezra sura ile ya 8 mstari wa 21 hadi 23 anasema, nami nikaamuru kufunga pale penye mto wa Hava ili kujinyenyekeza kwa Mungu na kwa ajili ya kufungua njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali zetu. Kwa hiyo tuna maombi ya kufungua njia kwa ajili yetu sisi na watoto wetu na mali zetu. Kwa maandiko yako wazi, watu hawa waliamua kufunga na kuomba, nasi tumeamua kufunga na kuomba siku hizi 3. Ni kuombe, ndugu msikilizaji, faida ya kufungua njia ni nini? Ukifanya maombi ya kufungua njia, Biblia iko wazi, Mungu atakufungulia njia. Njia ya nini? Njia ya ustawi. Kumbukumbu la Torati 28:8 anasema, mambo yote utakayotia mkono wako mwezi wa 6, Bwana anakwenda kuyabarikia. Faida ya pili ya kufungua njia ambayo Mungu anakwenda kuliachilia unapofungua njia, iko Zaburi ya 90 mstari wa 10, Zaburi 91 mstari wa 10 hadi wa 12. Ukiomba maombi ya kufungulia njia, Bwana anasema mabaya hayatakupata wewe mwezi wa 6, kwa sababu Mungu atakuagizia malaika wake wakulinde. Kwa malaika wa Bwana hawaagizwi mpaka muombe Mungu akuagizie malaika wakulinde wewe, walinde watoto wako, walinde na mali zako. Faida ya 3 ya kuomba maombi ya kufungua njia imo katika maandiko matakatifu. Kitabu cha Isaya ile 54 mstari wa 13 anasema, ukiomba maombi ya kufungua njia kwa ajili ya watoto wako watafundishwa na Bwana. Manake Mungu atawaangalia watoto wako na atawafundisha na atawaonyesha njia na atawalinda watokapo na waingiapo. Lakini faida ya 4 ya maombi ya kufungua njia tukiyafanya, Biblia inasema waziwazi katika Isaya 54:17, hakuna silaha itakayofanyika juu yako, iwe ni ya uganga, iwe ni ya uchawi, na ikafanikiwa, kwa sababu Mungu uliyemuomba kufungulie njia, yeye atakuwa mlinzi, atakulinda tokapo na uingiapo. Faida ya 5 ya kufungua njia, unapofanya maombi ya kufungua njia, faida ya 5 iko kitabu kile cha Hesabu 23:23. Mungu atafanya, anasema hapana uganga wala hapana uchawi juu yako. Maana yake waroge wasiroge, mwezi wa 6 kwako Mungu atakulinda, atakuwa kigao na kigao, hakuna mabaya atakupata, hakuna uchawi utaingia kwako wala uganga, kwa sababu utabatilishwa ndani ya maombi ya kufungua njia. Faida ya 6 ya kufungua njia, unapofanya maombi ya kufungua njia, faida ya 6 inapatikana Zekaria 2:5. Bwana anasema atakuwa ukuta wa moto kukuzingira wewe pande zote. Maana yake atakulinda, atakuzingira na utukufu wake utakuwa ndani mwako. Faida ya 7 ya maombi ya kufungua njia, tunapoomba Mungu ataibarikia kazi ya mikono yako, kwa sababu atazikumbuka sadaka zako na kuzitakabali dhabihu zako, na anakwenda kujalia haja ya moyo wako. Kwa hiyo haja ya moyo wako inafanikiwa kwa sababu umemuomba Mungu, na ndani ya maombi hayo umeachilia sadaka. Sasa unapoachilia sadaka, Mungu atakuhakikishia kwamba atakupa haja ya moyo wako. Kwa Mungu kitu kimoja hapo anachokumbuka kwa mwanadamu ni sadaka zako unapoziachilia mbele zake. Ndugu msikilizaji wangu, kwa maneno machache nikukaribisha Ijumaa hii, Jumamosi hii na Jumapili hii ndani ya maombi ya siku 3 ya maliza mwezi na Bwana, anza mwezi na Bwana. Namba zangu za simu ni 0718 267171 ama 0754 3678 26. Baba Mungu, naomba umfungulie ndugu huyu njia, umtunza anakotoka na anakoingia. Marango yake na yaweka kuwa wazi,
anakotoka Mungu kamuonekanie na kumshindia. Njia iliyokuwa imefungwa mbele yako sasa nimeifungua, ni katika jina la Yesu Kristo, amen.